kuhusu maadhimisho ya sikukuu hii ya Eid pamoja na ibada ya kila mwaka ya Hija inayofanyika katika mji mtakatifu wa Makkah nchini Saudi Arabia, na tayari ameshafika hapa. Sheikh, karibu sana. Naam, nashukuru kwa ukaribisho wenu na kunialika tena kwa mara nyingine kuja kuzungumzia masuala haya ambayo kwamba tulionayo na tunayaendea katika masiku haya matakatifu. Nimefurahi pamoja na kwamba Eid na mambo mengi, familia inabidi ukae na familia, lakini umeweza kutenga wakati wako, umekuja. Tumeanza Jumatatu. Unajua ni katika mambo ambayo kwamba ya msingi katika dini. Unapoambiwa basi kuna ujumbe unatakiwa kuutoa, basi kwanza kabisa inakuwa hili unaliweka katika kipaumbele. Kwa sababu usiwe mbinafsi kabisa, faidisha jamii na mambo mengine yatakuja tu inshallah. Kabisa. Na mimi moja kwa moja kwanza ningependa kwanza tufahamu, kwa sababu tumekuwa tukisikia kwamba leo ni Eid ya kuchinja na watu kwenye mitandao kwa tumeona wanakimbiza wengine kuku, mbuzi, kondoo na vitu kama hivyo. Tuanzie kwanza kwenye maana hiyo, kuiweka sawa. Tunaposema hii ni Eid ya kuchinja, tunakuwa tunamaanisha nini kwa mujibu wa dini? Eid ya kuchinja kwa maana ya kwamba ni Eid ambayo kwamba imehusishwa zaidi na mambo ya kuchinja. Na kuchinja hii asili yake imetoka wapi? Asili yake ni kisa cha Nabii Ibrahim, ambaye kwa jina lingine au kwa msamiati mwingine anaitwa Abraham. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam aliwahi kuota katika maisha yake. Nafikiri tunafahamu kwamba Ibrahim alikuwa ni miongoni mwa mitume na ndiye baba wa mitume, kwa sababu wanamuita hivyo kwa sababu mitume wengi wamepitia mgongoni mwake. Siku katika masiku aliota ndoto inamwambia mchinje mtoto wako. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Baada ya hapo ikabidi amwambie mtoto wake, tizama bwana, mimi nimeota. Na ndoto kwa mitume inakuwa ni amri. Tunaita kitaalamu au Kiarabu wanasema ni wahi. Wahi maana yake ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu kumjia yule mtume kwa wakati ule. Kwa hiyo ilikuwa hata mtume akiota ndoto maana yake ujue ni amri, kesho kiamka tekeleza hilo, au kesho kutwa au siku yoyote, lakini ujue katika maisha yako utakuja ulifanyie kazi ile jambo. Akamwambia mwanawe, nimeota kwamba nakuchinja na unajua mimi ni mtume. Je, unaonaje mwanangu? Kama anamtizama mwanawe atakuwa na mawazo gani? Lakini kwa sababu mtoto yule alikuwa kwenye malezi ya kheri na malezi makubwa ya kidini na kufahamu nini maana thamani ya mzee, akamwambia baba, fanya ulichoamrishwa. Hakumwambia baba, wewe unataka kunichinja mimi? Alafu ukumbuke alikuwa ndio mtoto wake wa pekee wakati huo. Alafu kampata ukubwani. Umeona sio? Kwa hiyo ni kwa mtihani juu ya mtihani. Lakini mtoto kwa sababu amelelewa na anajua amekuzwa kidini, akamwambia baba, fanya ulichoamrishwa. Hakumwambia baba, itakuwaje unanichinjaje mimi mwanao wa pekee na hivi na hivi. Basi baba mtu akamchukua mtoto, wanakwenda kumchinja. Kwa hiyo nafikiri niliwahi kukieleza kwa ufupi tu kwamba akafika sehemu ya kuchinjwa mtoto yule, ikawa ile ndoto imetekelezwa na mtihani amefaulu. Maana ule ulikuwa mtihani, si kweli kwamba Mwenyezi Mungu kataka kweli amchinje mwanae. Ni katika kumjaribu subra ya mtoto, lakini pia kumjaribu imani ya baba. Walipofika pale anataka kumchinja sasa, na katika historia inasemekana kwamba kisu kilikuwa na makali sana. Tena mtoto ndio alikuwa anamwambia baba, babangu, naomba kisu kitie makali mazuri ili ukichinja uchinje mara moja. Nisipate tabu mimi wala usiingiwe na huruma. Lakini pia ukinichinja usitizame sura yangu. Nichinje bila kuniangalia usoni. Ikiwezekana nichinje huku umenielekeza kwingine. Pandisha nguo yako isiingie damu, ili ukirudi nyumbani mama akaona damu imeroa akaanza kuuliza maswali ukashindwa kumjibu. Tizama, mtoto anamuelekeza baba. Hii ni kuonyesha kiasi gani malezi yalikuwa kashiba mtoto yule. Walipofika wanataka kuchinja, kule juu malaika wakawa wanapiga kelele, yani fadhajjatil malaika wanavyosema. Maana yake ikawa, ya Rabbi, mja wako anamchinja mwanawe. Je, hebu muhurumie, maana yake mtihani wake umefanyaje? Kafaulu.
ndio ile ikaja wafadainahu bidhibhin adhim. Katika Qur'ani anasema tukamkomboa Ismaili kwa kichinjo kikubwa sana, ambaye kwamba alitolewa kondoo mzuri kutoka peponi, amenona safi, akapewa Ismail Ibrahim kwamba bwana, badala ya mwanao mchinje huyu kondoo. Sawa Hili tukio lilikuwa lini kihistoria? Lilikuwa siku kama ya leo, tarehe kama ya leo, katika mwezi huu wa Kiarabu tulionao ambao ni mwezi wa Dhulhijja, mwezi 10 tunaita hivyo. Sasa Mtume Muhammad naye akalichukua, ikawa ni sunna kwake, akalichukua kutokana na kwamba amelipokea naye kwa babake, akatuletea sisi ummati Muhammad ambaye kwamba ni umma wake, na ndio mpaka leo tunaendelea nalo. Hii ndio chimbuko na asili ya maana ya kuchinja. Na kuchinja, je, unaweza kaniuliza, nilikuwa nakuja hapo kwamba mwanzoni ulisema mitume walikuwa wakiambiwa inakuwa ni kama ni ndoto, lakini ndoto inaokuja kwa mtume inakuwa ni amri kabisa. Inakuwa ni amri. Sasa ndo hapo kwamba kuchinja na katika siku hii ambayo tuko nayo ni lazima au ni swala la sunna tu? Ni jambo la sunna. Si lazima kuchinja. Ni kitu ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia anayeweza achinje, kwa maana uwezo wa kifedha bila shaka, au wewe ni mfugaji basi unachinja. Si lazima, kwa maana kwamba hakuna amri hiyo kwamba wewe huna basi ukatafute mkopo hapa ulazimishe au itakuwa ni deni juu yako. La, kuna ibada si lazima, kuna ibada za lazima. Kama swala ni lazima, huna njia ya kukosa swala. Hata ikikupita bahati mbaya ulikuwa umelala au umeshughulika ukajisahau, lazima uilipe. Funga vile vile, funga Ramadhani ile lazima uilipe. Unanifahamu? Kwa hiyo kuna katika ibada kuna vitu ambavyo kwamba ni vya faradhi, kwa maana lazima, ni wajibu tunaita, na kuna vingine ni sunna. Ukisikia kitu ni sunna, maana yake si lazima kufanya. Unaweza kufanya ukatekeleza sunna ile, au unaweza ukaacha. Na hii nyama ambayo tunakuwa tunachinja katika hii sunna, nyama hii anapewa nani? Nani ambaye tunakuwa anapewa hii nyama? Ni swali muhimu, maana watu wengi wanachinja. Je, ile nyama unakula mwenyewe au na marafiki? Unatakiwa ipeleke wapi? Ile nyama Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, maana kila kitu kwa tutolea maelezo. Unapomchinja yule mbuzi unamgawanya sehemu 3. Sehemu inakuwa ni wewe na familia yako mchinjaji, wewe na mkeo na wanao nyumbani, inabaki nyumbani, mnakula kama mtakavyofanya wenyewe, mtachoma, mtapika, mtanini. Sehemu ya pili utawapa maskini na majirani walioko hapo mbele yako nyumbani, maeneo ya kwako. Sehemu ya 3 unawapa wanafamilia waliokuwa nje ya nyumba yako, kwa maana baba mkubwa, shangazi, mjomba, wale ndugu wale wanaokaa nje huko. Kila mtu ana kwake na nini, mamako, mshafahamu. Ndo wakasema ile fungu la 3 unawapa, Kiarabu tunasema al-aqarib, maana yake watu wa karibu yako, wana familia. Hivyo ndivyo nyama inavyogawanywa. Sasa utaniambia wewe ambaye unafuatilia Kasri moja kwa moja, haya makundi 3 ambayo Sheikh Abdul Hassan anatuambia ni hivyo ambavyo umefanya katika siku ya leo, au wewe inawezekana labda alikuwa hajui maskini. Lakini ndo maana ya kwamba tunazungumza hapa. Na umesema tu katika mwezi wa Kiarabu, na ni hii chinja inaenda kwa katika siku gani? Ni leo tu tumemaliza, au watu wanaweza wakaendelea katika mwezi huu? Swala muhimu pia hilo la msingi sana, kwa sababu watu wanajua kuchinja, wengi wanajua labda ni leo tu, lakini bado tuna siku 3 mbele. Ukiacha leo, leo ni mwezi 10 unachinja, kisha kuna ayyam wanaita ayyamu tashriq, ni kesho, yani 11, 12 na 13. Kwa hiyo kwa muandamo tulionayo, maana yake chinja ya mwisho kwa siku zetu tulionazo hizi ni Jumamosi. Leo Jumatano, kesho Alhamisi ipo kuchinja pia, Ijumaa pia utachinja, Jumamosi pia utachinja. Jumamosi jua likishazama kwisha. Una tena sunna ya udhiya inakuwa imefanyaje? Imekwisha. Hata ukichinja haiendi kwamba hii ni udhiya au ni kichinjo cha Idi, itakwenda ni sadaka kama sadaka zingine tunazofanyaga. Watu waumini wanachinja mara kwa mara. Mtu ukisikia leo kuchinja unachinja, si lazima ungoje Idi. Lakini ili iitwe kichinjo cha Idi
ni haya masiku manne kuanzia leo. Na hii kwa nini imekuwa hivi? Kwa sababu sangine mtu anaweza kwa uwezo wake haujatimia, labda anapata kesho, mwingine akafanikiwa kesho kutwa, mshafahamu. Na mwingine ana wengi, atakachinja leo na kesho na kesho kutwa. Utaweza kuwa na mbuzi 30 40, leo atachinja 10, kesho kutwa 10, au kesho 5 namna hiyo. Na hizi siku tatu ambazo tuko nazo ni zinaambatana, bado tunaendelea kusalia katika hiyo Eid. Yani hii yote ni Eid. Okay. Na pia ni haramu mtu kufunga. Hairuhusiwi kufunga siku hiyo. Okay. Kwa mfano Eid ya Ramadhani ile, tukimaliza ile 30 tushamaliza kufunga mwezi mzima. Mwezi ukiandama si ndio Eid? Sawa? Ile huruhusiwi kufunga. Yeah. Lakini ukimaliza siku ya Eid moja tu, ile siku ya pili unaweza kufunga, siku ya tatu kufunga. Na watu wanafunga, kuna ile mfungo unaitwa 6, sijui kama ushawahi kusikia. 6, yeah. Baada ya Eid kuna mfungo wa 6. Yani unafunga siku 6 kamili. Japo ukitaka utafunga mfululizo, ukitaka utakatakata. Leo unafunga, kesho naacha, ili mradi upate siku 6 katika ule mwezi. Ama Eid hili, leo ni Eid, kesho ni Eid, kesho kutwa ni Eid, hakuna kufunga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia, inama hiya ayamu aklin wa shurbi, haya ni masiku ya kula na kunywa, wa dhikrullah, na kumtaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana masiku haya tunatakiwa sana tumtaje Mwenyezi Mungu. Labda ni mnyama yupi anayestahili kuchinjwa? Ni mnyama kuanzia ngamia, anafuatia ng'ombe, kondoo, mbuzi. Kuku na bata hawamo, Sheikh. Sio kanda ukachinja kuku au bata ukasema na mimi nimechinja. Hutoingia katika sunna hiyo, nalo hutopata kichinjo cha Eid. Lakini Sheikh, ulizungumza vizuri kwamba inatokana pia na uwezo sana. Vipi kama mtu pengine kwake yeye ana bata na kuku? Ndio. Ndio maana nasema chinja bata, chinja kuku, lakini hutopata ile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kwamba na wewe unahesabika mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba umechinja kichinjo cha Eid. Hapana. Kwa hiyo nilipata kuzungumza leo asubuhi katika Hello Crown kwamba mfano wewe umechinja leo, ni katika siku ambayo kwamba na kesho na kesho kutwa ni siku ambayo kwamba unatakiwa uwafurahishe watoto wako nyumbani, familia. Yani usibane matumizi ukasema bana kidogo. Leo ni siku au lugha nyingine vijana wanasema leo siku ya kujiachia. Umeshaelewa? Yeah. Usibane sana. Bana bajeti zako kwamba leo tunakula samaki nusu na ugali kidogo, au mchele leo tunapika nusu na robo au kilo. Lakini siku kama leo utaka kidogo uzidishe. Kama kila siku mnakula kilo, leo ongeza na nusu. Kila siku mnakula samaki, leo pika kuku kama huna uwezo wa nyama. Na ndio nilipata kusema, mfano kama mmechinja mbuzi, hata kama wewe umechinja umefanya hiyo udhiya, sawa, umepata ile sunna. Lakini watoto wako hawamuelewi mbuzi, wao furaha yao ipo kwenye kuku, wanunulie kuku. Okay. Kwa sababu wapate nini? Ile, kwa sababu lengo ni kuwafurahisha watoto. Wewe umechinja mbuzi, sawa, lakini watoto hawaelewi nyama ya mbuzi. Labda uwachomee kidogo, wafanye mishkaki hivi, ndio wataona raha. Lakini kama hawaelewi hiyo, wape watengenezee kuku. Watafutie labda furaha yao iko kwenye samaki, wanunulie samaki, wachomee nini. Yani kinachozingatiwa ni kutafuta furaha ya watoto. Leo ni siku ya kufanyia furaha ya watoto. Sheikh, wakati tuko tunasherehekea sikukuu ya Eid, nimeona pia zaidi ya Waislamu milioni 1 na 500,000 huko sasa hivi wapo kwenye ibada ya hija. Ni muhimu kiasi gani? Nini umuhimu wa ibada hii? Kwa sababu imekuwa ikifanyika kila mwaka na tunaona watu kutokea mataifa mbalimbali wanasafiri wanakwenda huko kuhiji. Umuhimu mkubwa wa ibada hii ni upi na kwa waumini wa dini ya Kiislamu? Naam. Ibada ya haji ni nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu, na ina umuhimu wa kiasi kikubwa sana katika dini. Na kinachopatikana katika kwenda kuhiji ni nini? Ni kufutiwa madhambi, kukutana na Waislamu wenzio, na kuonyesha umoja wa Waislamu. Tufahamu? Na kuonyesha kwamba sisi wote ni sawa sawa, hakuna tofauti kati yetu.
Tazama kama umepata kuangalia utakuta watu wote wamevaa nguo zile kama tunaita mashuka meupe. Kama shuka vile. Juu chini. Hujui huyu tajiri, hujui huyu maskini, hujui kwake anakula kuku, huyu anakula dagaa, yule anakula mbuzi, huyu anakula ngamia. Kwa sababu katika nyama tukisema ukweli, nyama ya ngamia ndio bei. Na sawa, huwezi kulinganisha na nyama ya ng'ombe wala ya mbuzi. Sasa pale wanapofanya ibada, huwezi kujua huyu ndio muuza ng'ombe, huyu ni muuza dhahabu. Huyu kazi yake kuchunga, huyu kazi yake kununua. Au utaona tofauti? Hapana. Ndio maana wa halisi ya kule kufanya ile haji. Lakini pia ni kutahirisha nafsi yako. Sawa? Na ni madrasa au ni sehemu ya kujifunza mengi. Kwa maana kwamba mtu ambaye kwamba amekwenda pale, yeye fikra yake na mawazo yake yote yapo katika nini? Ibada. Unajua pale ukifika pale, ndugu yangu, mimi sijafika, Mwenyezi Mungu atufikishe na sisi inshallah. Maeneo yale matakatifu ni maeneo makubwa, na ukifika pale unahisi utofauti. Yaani mwenyewe unajihisi haupo duniani. Yaani wewe unakuwa uko na Mola wako, kuna Mungu. Yaani akili yako, roho yako yote iko kwa nyingine kabisa. Haupo kimazingira ya kidunia kabisa. Japo kule hapo majumba, magorofa na nini watu wanashangaa. Lakini ukiingia pale katika ile haram, katika haram na maanisha pale al-Kaaba, ukiingia pale, yani wewe unakuwa mtu mwingine tofauti kabisa. Na akili yako yote una focus namna gani, na mimi nitafanyaje? Nitasamehewa madhambi yangu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia anayekwenda kufanya hija akirudi anakuwa kama kazaliwa leo. Hauna dhambi hata hii moja. Hata yani kama alizaliwa na madhambi, hana dhambi. Basi ndiye mtu anayekwenda haji. Yani mtu anaenda hija akirudi anakuwa mpya. Anakuwa mpya kabisa. Kwa hiyo kwanza ni kule kukusanyika na wenzako Waislamu. Kukutana na watu. Lakini kuikusudia ile al-Kaaba kama tutakavyokuja kueleza mbele. Lakini pia ule umoja unaopatikana pale. Sasa hebu niambie na mimi, tajiri aliyokuwa bilionea namba 1 Afrika labda, hata wa duniani, leo anajiona yuko sawa na mchunga mbuzi, wanatembea pamoja pale. Haina kwamba watu wewe ni tajiri, mimi nitavaa mavazi tofauti. Sote tunavaa pamoja hivi hivi. Nguo nyeupe. Inawezekana zile shuka tu tunatofautiana bei. Huyu bei yake rahisi maskini, huyu kanunua shuka ya bei ya ghali, kwa sababu bila shaka tajiri hawezi kuvaa cotton sawa na wewe. Hilo lipo wazi. Lakini mara nyingi zile shuka zinakuwa ni sample moja, yani hazina utofauti wa hivyo. Yule maskini atavaa hiyo, tajiri atavaa hiyo. Kwa hiyo kuna kitu mtu anapata kujifunza kwamba mimi ninavyoingia pale nakuwa mtu mwingine, si yule ambaye kwamba ni nini, mtajiri. Utajiri acha huko kwako. Kwa hiyo kuna umuhimu sana watu kujifunza hija na kuenda kufanya hija, na tunahimizwa, hata sheria inatuhimiza kwamba hija fanya ungali barobaro. Yani una nguvu zako. Kwa sababu wewe tizama ule msongamano ule wa watu, msongamano, yani watu wanakufa pale shekhe. Kwa sababu ukidondoka wewe na watu wanavyotembea pale, unaweza kusimama pale ukiwa umri umeenda. Bora kijana lakini unaweza kaa. Basi hata wewe kijana pia unaweza kupata tabu mpaka ukitoka pale wewe safari uko unarudi tu. Unaweza kujikuta mkono umevunjika au nini umehata, kwa sababu umati umejaa na hakuna nafasi hata ya kupumua. Kwa hiyo hija inatufunza mambo mengi ambayo kwamba sisi tunatakiwa kuyafanyia nini? Kuyafanyia kazi katika maisha yetu. Na kisha pia unapatikana ikhlas, yatakhalla alhaja an madhahir ad-dunya. Unaacha ile madhari ya kidunia, maana kimuonekano wa kidunia, ukavaa jinsi kali, ukavaa shati kali, ukavaa kanzu kali, zile zote mnaziacha, mnavaa zile nguo ambazo kama nyote mnakuwa watu mmoja. Na pia ni kutangaza umoja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na
unarudi kutoka kule unakuwa umepata mafunzo mengi kupitia madrasa unapata pale. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa watu kuenda kufanya hija iwapo mtu anapata uwezo. Na ndio maana tukaambiwa mwenye uwezo. Na uwezo kuna ganyika sehemu nyingi sana. Kuna uwezo wa kifedha, kuna uwezo wa kiafya, kuna uwezo wa kwa maana ya kwamba mimi afya ninayo, hela ninayo, nataka kwenda. Lakini kule kuna corona. Huo nao ni uwezo. Unahesabia. Ukishindikana basi uwezo. Hamna ndege zimefungwa. Yeah. Uwezo kwenda. Ndio umeshindwa kwenda kwa sababu huna uwezo wa kwenda, kwa maana uwezo wa kiafya unao na pesa unao, lakini uwezo ambao kwamba ni nje ya uwezo wako, kwa maana ndege hakuna, usafiri hamna, au kwa mfano kama hivyo kuna gonjwa ambukizi, kwa hiyo watu hawaruhusiwi kuingia nchi ile. Kwa hiyo ndio inakuwa labda hiyo ndio dharura ya kufanya usiende katika haji. Kwa umuhimu huu ambao umetuambia Sheikh, ni hija ni lazima mara ngapi kwa mwaka pengine? Hija ni lazima mara moja kwa mwaka. Haina ulazima wa kwenda mara kwa mara. Ila mwenye uwezo wa kwenda mara kwa mara anaweza? Anaweza, lakini halazimishwi. Hija ni mara moja kwa mwaka. Ukishaenda mara moja umeshatimiza nguzo basi. Si kama Ramadhani kwamba kila mwaka lazima ufunge. Si kama swala kila kipindi lazima uswali. Si kama zaka kwamba kila mwaka ikitimia ile kiwango unachotakiwa kutoa unatoa. Kwa mfano kutoa zaka ni moja katika nguzo za Kiislamu. Na hii ni kila mwaka. Ikiwa umefilisika basi wewe na Mungu wako na bahati yako. Yeah. Lakini kama wewe ni tajiri na Mungu amekupa uwezo, kila mwaka unatimiza kile kiwango kinachotakiwa, basi unatakiwa utoe tena. Useme mimi mwaka jana nishatoa jamani, natoa tena, toa. Lakini hija mara moja. Yeah. Hata ukawa bilionea mara hii moja. Lakini ukipata fursa ya kwenda tena mara nyingine, ile sasa inategemea na imani yako. Na pia unaweza kumfanyia hija mzee wako. Mzee wako amefariki, labda hakuwahi kwa. Okay. Na kuna vigezo pengine ili umfanyie mtu ibada ya hija. Pengine labda lazima awe kwenye hali fulani ndio unaweza kumfanyia. Ya kigezo kinachozingatiwa cha kwanza ni lazima awe ameshafanya hija yake yeye, kama yeye ashajifanyia ya kwake. Ya kwake kwamba alienda. Okay. Yani wewe unaenda kumfanyia babako tuseme. Wewe ya kwako ushafanya? Ushatekeleza hiyo nguzo? Okay, yeah. Mimi bado nataka nimfanyie babangu kwanza. Haiswihi. Haiwe. Yani wewe ukienda kutekeleza hija automatically inakuwa ya kwako, hata ukainuilia kwa mtu mwingine. Ukishafanya wewe ukamaliza, sasa hii namhijia babangu, hii namhijia kakangu hakuwahi na kadhalika. Okay. Sasa mwanzoni pale uligusia Sheikh kuhusiana na Al-Kaaba na lile jiwe jeusi pale ambapo watu wengi ndio unakuta ndo wanakimbizana. Ukijaribu kuangalia hata video ambazo nimekuwa nikitazama leo kwenye mitandao ya kijamii, watu wote wanaelekea pale. Ni muhimu kiasi gani kubusu jiwe jeusi lililopo katika Al-Kaaba, ambao tunaona sasa watu ndo safari kubwa, mtu akifika pale anaona kweli sasa nimekamilisha ibada yangu? Kwanza tueleza historia fupi ya hili jiwe. Hili jiwe linaitwa Kiarabu wanaita Al-Hajarul Aswad, jiwe jeusi. Maana jiwe jeusi ni jiwe kwa maana yake rangi yake ni nini? Nyeusi, ndio maana likaitwa jiwe jeusi. Lakini asili ya lile jiwe ni jeupe. Na linatoka wapi? Peponi. Ndio maana unaona watu wanalikimbilia hata kuligusa. Yaani ukigusa lile jiwe umegusa kitu cha peponi. Umefahamu? Na nini kilichopelekea lile jiwe likawa jeusi baada ya kuwa lilikuwa jeupe linang'aa? Ni madhambi ya waja, ya wale tunaoenda kugusa wale. Sasa ile kugusa mpaka imesababisha lile jiwe limekuwa jeusi, limebadilika limekuwa jeusi. Lakini ni sunna kwenda kulibusu, ambayo kwamba ni sunna miongoni mwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lile jiwe linakusababishia ukiligusa Mwenyezi Mungu anakufutia madhambi kwa kugusa jiwe, kwa sababu ni jiwe linatoka peponi. Si jiwe la ardhini wala jiwe la hapa wala la nchi yoyote ile, linatoka peponi lile. Kwa hiyo wasema
asluhu min aljanna yu'min muslim annahu nazala min aljanna wa kana ashaddu bayadan, lilikuwa jeupe sana hata swadda bisababi khataya bani adam, likawa jeusi kwa sababu ya machafu au madhambi ya wanadamu. Kisha mahul khataya, inafuta madhambi. Urida fi sunna anna masah alhajar aswad yahuttu alkhataya, unafutiwa madhambi kwa kugusa tu lile jiwe. Ndio maana unaona watu wanavyopambana kufikia pale. Na lile unajua pale katika ile Al-Kaaba watu wanatufu, wanafanya mzunguko, ile inaitwa tawaf, na unaizunguka ile Al-Kaaba mara 7. Okay. Unaanzia wapi ili ujue alama yako kwamba mimi nimezunguka mara 7? Kwa sababu kama huna alama utazunguka utakuwa ujue mara ngapi nimezunguka. Yeah. Unaanzia kwenye ile jiwe, na ile jiwe liko pembeni. Unaona ile pembe 4? Ile nyumba ina pembe 4 Al-Kaaba. Yeah. Sasa jiwe liko kwenye nguzo hii. Tuseme mfano. Ina maana sasa anaanzia hapa. Unazunguka raundi ya kwanza. Unakwenda raundi ya pili. Sasa watu wanafanya ujanja hivi ili kulifikia lile jiwe. Kadri unavyozunguka unajitahidi unasogea wewe ili uguse. Unalisogelea lile jiwe. Yaani katika ile mzunguko wako wewe, labda kwa sababu mzunguko labda umeanzia huku nje kabisa ya Al-Kaaba. Unakwenda kadri unavyozunguka unajaribu kuzama ndani. Na wewe akili yako yote liko kwenye jiwe lile usili. Sasa paka ukimaliza zile raundi 7, kwa sababu huo mzunguko si mdogo, watu wamejaa pale, unavyozunguka ile Kaaba watu wanaruka kusukuma huko kusukuma, na akili hiyo uliona wewe wenzio wanao mara 10. Sasa unakuta kwamba msongamano ni mkubwa. Lakini sasa ndio hapo inategemea uwe na afya, uwe na nguvu. Ukiwa mtu nguvu huna au mgonjwa sijui nini, utapigwa push mbaya. Kwa sababu saa nyingine wewe unafika kwenye ile Hajar al-Aswad. Leo nimepata mmoja katika wazee wetu alikuwa ananihadisia, alikuwepo katika, aliwahi kwenda mara moja. Sasa wakati anasogea anakwenda nasikia kuna mibaba ya Nigeria, hiyo hatari shekhi. Ni balaa, wana nguvu jamaa, sio unajua Nigeria wana nguvu. Sasa wale wakikupiga mkonga mmoja hivi unakwenda chini, hatari. Sasa mtu anasogea kwenye ile jiwe, unashangaa mtu kakupandia wewe juu na yeye atakashikele, yani anakutumia wewe kama ngazi. Sasa inabidi kuwa makini sana. Lakini ukigusa lile jiwe unafutiwa madhambi yako, kisha lile jiwe pia litakuja kukutokea ushahidi siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba bwana huyo ni mmoja katika wale waliokuja kunibusu. Kwa hiyo anakuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa watu kulibusu lile jiwe. Sasa Sheikh, mimi nimebahatika kwamba nimeenda kuhiji, lakini kwa bahati mbaya nikashindwa kufikia huo msongamano kama ambavyo unausema na ambao tunaona kwenye mitandao ya kijamii ni mkubwa sana. Mtu hajafanikiwa kwenda kugusa lile jiwe. Amefanya mizunguko yake 7 kama ambavyo anaelekezwa, lakini hajabahatika hapo. Tunamweka kwenye kundi gani? Amefanikisha? Huyo atakuwa hakupata bahati tu ya kutimiza ile sunna, lakini hija yake imetimia. Okay. Hatuwezi kumwambia hija haijatimia kwa sababu hakugusa jiwe jeusi au hakulibusu, au hata kwa sababu zingine kubusu unashindwa, lakini angalau mtu anafikia ule mkono anagusa, basi anakuwa anasema alhamdulillah, huyo anachomoka, anatafuta njia ya kutoka. Unamshafahamu? Lakini yule atakayelibusu hafanani na atakayegusa, na ambaye hakugusa kabisa hafanani na ambaye amegusa. Ina maana aliyebusu thawabu zake kubwa, kisha nafuata thawabu za yule aliyogusa kidogo, kisha yule aloliona. Kuliona yenyewe ni shahada. Okay. Yani lile jiwe kuliona tu kwamba lile pale jiwe jeusi, nalo pia linakutokea ushahidi siku ya kiyama, na unafutua dhambi zako kwa kuliona tu. Naam. Najua tulizungumza Shehe Jumatatu pale kwenye wakati tunazungumzia Arafa. Lakini pia ukatoa miongozo ya dini kwenye swala zima na kuhamisha kidogo kwenye hija hapo, kwamba tunaona leo sikukuu imeenda vizuri na tunaendelea kusherehekea, lakini kumekuwa kuna hiyo watu sasa alishafunga, leo ni siku kama ya kujiachia kama ambavyo ilielekeza, lakini mtu mwingine anaweza kuenda kurejelea katika yale maisha yake ya kawaida. Hii inamfutia au inakuwa ni kosa kiasi gani katika ile funga ambayo alikuwa nayo kufikia siku ya leo? Kwa maana alifunga siku ya Arafa. Halafu ameingia kwenye Idi, amerudia ile labda jioni ametoka na marafiki, ameenda kuchukua chupa moja ya bia, ameendelea hapo. Wallahi ni mtihani mkubwa, kwa sababu kwanza
Mtume Muhammad SAW ametukataza kufanya machafu siku zote, lakini akatusisitiza zaidi siku kama ya leo ya Idi na hizi siku zaidi zote, kwa maana akasema mwenye kumkosea Mwenyezi Mungu siku ya Idi ni kama aliyemkosea Mwenyezi Mungu mbele ya mahakama yake. Imagine wewe uko mahakamani mbele ya jaji mkuu, wanamuita jaji kiongozi, ambapo unakosa kwanza, wewe uko kwenye makosa, si ndio maana umepelekwa mahakamani? Ndio. Sasa wakili labda unani wale unasoma mashtaka yako na nini, unaelezea pale, hapo wewe ndani ya mule mahakama unafanya kosa lingine ziada ya yale ulionayo wewe, yani wote uko kwenye makosa. Kisha unaenda kutafuta tena makosa mengine unajiongeza juu yako. Unategemea nini? Inawezekana hata ile jarida lako likafungwa, bwana huyu hata kesi hatakiwi, mcheni ndani moja kwa moja. Sasa anasema Mtume SAW mwenye kumfanyia makosa Mwenyezi Mungu siku kama ya leo ya Idi ni kama anamkosea Mwenyezi Mungu siku ambayo kwamba yupo mbele ya mahakama yake. Maana yake ni kwamba kumkosea Mwenyezi Mungu siku kama ya leo, dhambi yake ni kubwa mno, tofauti na masiku mengine. Na ndio maana akasema siku zote hatutakiwi kumkosea Mwenyezi Mungu. Lakini ukimkosea Mwenyezi Mungu siku ya Idi ya leo, na Idi hata ile mfungo mosi ile ya Ramadhani, dhambi yake ni kubwa kiasi ambacho kwamba kama manake mpaka Mwenyezi Mungu Mtume SAW kuelezea mfano huu wa kwamba anamkosea Mwenyezi Mungu siku ya leo ni kama yupo mbele yake alafu anafanya, yani wewe uko mbele ya Mungu alafu unafanya machafu mbele yake. Maana yake wewe utakuwa umemdharau kiasi kikubwa. Maana yake hukujali hata uwepo wa Mwenyezi Mungu mbele yako. Mwenyezi Mungu siku zote anatuona sisi tunapofanya makosa yetu. Lakini leo sasa wewe pia Mungu kakupa bahati ya kwamba unajua Mungu yule pale na tunahukumiwa, kisha pale unafanya makosa. Maana yake Mtume anatuhadharisha tusiingie katika makosa, hasa kwa sababu Mtume anajua kwamba leo ni siku watu watafurahi, ndio kama hivyo wengine watajiachia. Lakini usijiachie kupitiliza. Kunywa, asema Mtume, ni siku za kunywa na kula, lakini vilivyokuwa vya halali. Sio kila kitu tu cha kununua. Sio tena kila kitu unaenda kukipambania, la, unakuwa unaingia kwenye makosa makubwa ambayo kwamba hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu siku kama leo ni siku, nilisema kwamba kufunga Arafa, Mtume anasema unasamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita na mwaka unaofuata. Sasa wewe jana umetoka kusamehewa, leo unaanza kujibandika kwenye mwaka unaofuata tena mtihani. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.